Mshambako wa taharuki na hofu umegubika nchi ya Tanzania huku maandamano ya Disemba 9 yakianza rasmi. Hujambo na karibu. Miji mikubwa nchini Tanzania imeanguka katika hali ya taharuki isiyotarajiwa huku foleni ndefu zikiwafunga watu milango ya maduka makubwa na masoko. Watu wengi wameonekana wakijaza toroli zao na kununua chakula, maji na bidhaa za nyumbani kwa wingi. Hali hii imeonyesha wazi kwamba hofu ya machafuko na maandamano yanaweza kutokea tarehe 9 Disemba imeshamiri miongoni mwa wananchi, ikiwafanya wachukue hatua za dharura. Foleni hizo zimeandamana na bei zinazopanda na baadhi ya bidhaa kuzagaa sokoni, dalili kwamba wengi wanahisi hawana uhakika wa kupata mahitaji ya msingi endapo safari ya maisha itakosa utulivu. Hii inaonyesha kwamba watu tayari wameanza maandamano ya kupandisha bei za bidhaa, na wengine kukosa kwenda sokoni na wengine kwenda sokoni. Mzunguko huu wa ununuzi wa dharura unafungua mjadala mkali kuhusu wito wa serikali na watu kutulia siku ya maadhimisho ya uhuru. Kauli ya waziri mkuu kuelekeza wananchi kutumia siku hiyo kwa kupumzika nyumbani imechukuliwa na wengi kama tahadhari isiyo ya kawaida, labda kauli za serikali ambazo zinaangalia kwa macho mienendo na mikusanyiko isiyokuwa rasmi. Tangazo hilo pia limeungwa mkono na ujumbe wa rais kuhusu umuhimu wa amani, utulivu na mshikamano. Mbali na kilichotangulia na matukio ya machafuko na vurugu zilizoshuhudiwa baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu, kwa wengi hali hii ya sasa inaonekana kama taifa lililoko katikati ya mzozo wa kiusalama na mgogoro wa imani. Foleni kwenye maduka ya juzi na jana zimekuwa zikirekodiwa hasa jijini Dar es Salaam, huku baadhi ya wakazi wakielekea pia mikoa kama Mbeya. Gazeti maarufu la ndani iliandika kwamba katika maduka makubwa watu walionekana wakiweka oda kubwa ya bidhaa, sio kwa matumizi ya kawaida bali kwa kuhofia kutoweza kupata baadaye. Kwa upande wa watu wa kawaida, baadhi ya familia zilionyesha dalili za hofu kwamba huduma za kawaida zinaweza kukwama ama kuharibika kutokana na vurugu. Hali hiyo imejidhihirisha kwa upungufu wa bidhaa fulani sokoni na bei za baadhi ikipanda ghafla. Nafaka na viazi kwenye sehemu za majiji kuzidi soko kwa bei ya kati ya shilingi 3,000 na 4,000 kwa fungu katika baadhi ya maeneo pesa za Tanzania. Katika baadhi ya mikoa watu walikumbuka kwa hofu matukio ya tarehe 29 Oktoba, ghasia, utekaji, ukosefu wa huduma na hatari ya maisha, na kusema kuwa hawataruhusu tena kuona hali kama hiyo. Kwa ununuzi wa dharura sio tu kujiandaa kabla ya maadhimisho, bali jitihada za kukwepa madhara yatokanayo na migogoro ya kisiasa na mgogoro wa kiusalama ambao bado haujaisha. Hali hii inaashiria mabadiliko ya tabia duniani ya harakati za kiraia, si tena kusubiri mpaka vurugu zitokee, bali kujikinga mapema kwa kujilinda kimaisha na kiakili. Tahadhari na hofu ya wananchi zimekuja wakati ambapo serikali imeweka mikono juu ya kuhakikisha usalama. Jeshi la polisi pamoja na vikosi vingine vya usalama vimeanza kuimarisha doria katika maeneo mbalimbali. Kulikuwa na ongezeko la uwepo wa maafisa wa ulinzi karibu na maeneo ya mikusanyiko, masoko na mitaa ya mijini pekee. Taarifa rasmi imeeleza kwa maandamano ambayo yanaandaliwa na kundi la vijana tarehe 9 Disemba yamepigwa marufuku. Serikali imeonya kuwa matukio haya yanahatarisha imani na amani, usalama wa raia na mali. Hivyo jitihada za kuwatawanya au kuwazuia waandamanaji zimeanza, jambo ambalo limeongeza hofu ya wananchi kwamba wakiendelea kutarajia kwamba hayawezi kuendelea bila madhara kwa watu wa kawaida. Tangazo la serikali limeeleza kuwa siku ya maadhimisho ya uhuru ni maalum kwa historia na kuenzi urithi wa taifa. Wito wa waziri mkuu kufanya shughuli hiyo nyumbani, kupumzika na kuwa na familia unalenga kulinda amani na kuzuia mikusanyiko isiyo rasmi. Na katika ujumbe huo pia kulielezwa umuhimu wa kuepuka shughuli zisizo za lazima, hasa zile zinazohusiana na mikutano ya kisiasa au maandamano ambayo serikali imezitaka zisifanyike.
Wito huu umekumbukwa na hoja kuwa si mara ya kwanza kwa mamlaka kuchukua msimamo mkali kuhusiana na maendeleo ya kiraia. Hata hivyo, wengi ambao wamekumbwa na ghasia na ukosefu wa haki baada ya uchaguzi, wito huu umetokea ghafla na kuibua shaka juu ya ajenda halisi nyuma ya tahadhari ya wazi. Muktadha wa hofu kuu unarejea kwenye mfululizo wa matukio ya kisiasa yaliyopita: uchaguzi ulioleta fujo, shutuma za ukatili, utekaji wa watu na kesi zinazohusiana na wanasiasa na upinzani. Mauaji na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani pamoja na raia waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi viliweka taifa katika hali ya taharuki. Hali ya ukosefu wa maelezo ya ukweli kuhusu kile kilichotokea ilisababisha wengi kupenda kujikinga mapema. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari na mashirika ya haki za binadamu, watu walipoteza amani wakiwa hawajui lini au jinsi uwepo wake au wa familia unaweza kuhatarishiwa. Maandamano ya tarehe 29 Oktoba yalichochea mjadala wa kina kuhusu utu, haki za raia na nafasi za jamii katika ushawishi wa maamuzi ya kisiasa. Serikali ilijibu kwa kuimarisha ulinzi na kutangaza tume ya uchunguzi, lakini wachunguzi na wadau wa haki walionyesha wasiwasi kwamba utawala wa sheria haujakuwepo kwa haki. Hali hiyo imesababisha imani kuwa serikali iko mbioni kutekeleza mikakati ya kiusalama kabla ya kuingia kwenye kipindi muhimu cha maadhimisho na kukaribia uchaguzi mwingine. Ni jambo lililowafanya wananchi wengi kuwa macho na kuchukua tahadhari. Kupungua kwa usalama wa habari pia kumeongeza hofu. Kuna masharti makubwa ya kutoamini taarifa zilizo nje ya vyombo ama vyanzo rasmi. Wakati baadhi ya watu walikuwa wakipanga jinsi ya kushiriki sherehe ndogo, wengine waliona njia mbadala ya kujilinda, kuepuka vituo vya umati, kushuka misaada ya kijamii kwa ndani na kujiweka salama nyumbani. Hivyo ununuzi wa dharura na tahadhari ya kuepuka mikusanyiko haikuchukuliwa kama chaguo bali kama hitaji la kimaisha. Na katika muktadha wa kiuchumi, hofu ya usalama imeanza kuathiri matumizi ya biashara. Wafanyabiashara wadogo wamesitisha baadhi ya shughuli zao. Mkusanyiko wa fedha ama makusanyiko ya pesa yamepungua, na sekta za huduma kama usafiri, biashara ndogo na masoko zimeonyesha uchovu wa kufanya biashara bila uhakika. Watu wanaepuka maeneo ya mikusanyiko, kwa hivyo mahitaji ya biashara ya jirani yamepungua. Tukio hili limesababisha kupungua kwa mapato ya wengi, huku gharama za maisha zikiongezeka kutokana na upungufu wa bidhaa na bei zinazoinuka. Upungufu wa bidhaa sokoni pamoja na bei ya juu imesababisha baadhi ya familia kufanya maamuzi magumu ya kipaumbele, kiasi cha kuacha shule, kuondoa matumizi yasiyo ya lazima au hata kuiweka familia katika hali ya mkanganyiko. Wengine wameanza kuhamia maeneo ya vijijini au kuomba msaada kwa jamaa na marafiki, kwani hawana uhakika kama huduma zitapatikana. Hali hii inaashiria athari ya kina ya tahadhari ya kisiasa, si tu kiusalama bali kiuchumi na kijamii. Wakati huu wa tahadhari, jamii ya kimataifa inajiandaa kufuatilia kwa makini kile kinachotokea tarehe 9 Disemba. Mataifa jirani, jumuiya za kimataifa na mashirika ya haki za binadamu wanaangalia kama Tanzania itaweza kusherehekea uhuru kwa amani au kama itaingia tena katika mzunguko wa vurugu. Jamii ya waombolezaji wa demokrasia na raia wa kawaida wamekuwa wakiomba uwazi, maelezo ya wazi na ushirikiano wa vyombo vya habari ili kuepuka upotoshaji wa taarifa na hofu kwa waathirika. Kwa sasa foleni ndefu, manunuzi ya dharura, upungufu wa bidhaa na bei zinazopanda vinadhihirisha hali ya taharuki kwa wananchi, kuonyesha kwamba maandamano yameanza rasmi. Hali ya usalama usio wa hakika badala ya usio na hatari imefanya maisha ya kawaida kuwa ngumu. Siku za kawaida zimebadilika na mji mzima unaingia katika kipindi cha kusubiri endapo historia ya ghasia za mwisho ama ghasia ya mwisho itarudia au kama serikali itahakikisha amani, utulivu na haki katika hatua zinazofuata. Na kwa taifa lote ipo katika ama kama katika ya daraja la amani na daraja la mgogoro mpya. Wakati watu wanapitia foleni, kuchoma chakula jikoni na kupumzika nyumbani, mioyoni mwa wengi kuna hofu ya kile kijacho.
Wakati serikali inaita umoja wa utulivu, wengi wanapenda uhakika. Wakati taifa linazunguka sherehe ama linapozunguka sherehe ya uhuru, wengi wanapenda uhuru wa haki, usalama wa maisha. Hali ya sasa inaelezea kwa undani kwamba amani siyo jambo la kuchukuliwa kwa moyo mwepesi, ni zawadi inayohitaji kusimamiwa, kuenziwa na kuthaminiwa na kila mwananchi, mamlaka na dunia nzima. Katika dirisha la saa zijazo, Tanzania itajaribiwa tena. Wakati sherehe zinakaribia, taifa linajiandaa kwa kile kinachoweza kuwa sia kubwa ya maamuzi, msukosuko wa imani na majaribu ya maisha ya kawaida. Foleni za kazi ya kawaida zimebadilika kuwa mistari ya hofu. Maduka na masoko yamebadilika kuwa mazoezi ya kujiweka salama. Kwa wengi, tarehe 9 Disemba haitakuwa tamasha la furaha, bali kiholela la kusubiri. Na kwa taifa lote, mwito wa kupumzika nyumbani hauwezi kuwa wito wa serikali, bali mwito wa maisha yenye hofu na matumaini mepesi. Ndo hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, chaneli yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindishwa. Zidi kutupa support kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.